Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 2, tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Amen. Tunaomba na kushukuru Yesu Kristo, Mungu wetu, Mfalme muumba wa mbingu na nchi, umetupa wasaa wa kipekee tena kwa mbele zako jioni ya leo kwa ajili ya kutangaza neno lako la kweli, ujumbe wa wakati. Tumesoma kama wanafunzi, kama walioenda shuleni, lakini uzima wa kuisha ya maandiko watoka kwako. Bwana, tutawale na tuongoze. Baba, ukaweze kumiliki kila jambo, mwanzo kama vile mwisho. Neema yako kaweze kukirimia kila moja jioni ya leo. Tunakabidhi yote mikononi mwako. Kibariki usomi wa neno, pia na masikio yetu na mioyo yetu ambayo itakayopokea neno lako jioni ya leo. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Nawasalimiani jioni ya leo tena, kuwakaribisheni katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa kutupa hii nafasi ya kipekee tena kwa ajili ya ibada ifanyike. Mungu atusaidie. Tunaendelea somo yetu. Endelea na somo yetu hapa ya asili ya mwanadamu, kama anavyoendelea kutuambia. Kila Jumapili tuliona mambo mengi ambayo nabii alituambia. Bwana tusaidie sana. Kabla ya kuingia somo yetu, na jambo ambalo nataka tulizungumze hapa. Some nabii anavyokwenda kusema, kwa sababu kuna watu kama vile wanafaa mizaa, kama vile watu hawataki kwenda mbinguni, watu washachagua kwenda kuzimu kwa sababu wanajiruhusu kuishi wanavyotaka. Na wakati neno inaambia watu, neno inatahadharisha watu, inakosoa watu, lakini watu hawataki kukubali ama kupokea kile ambacho neno linasema. Kwa some hapa. Na ndio maana kila wakati nabii anasisitiza sana wakati unapochagua kanisa, hakikisha unachagua mwalimu wa pale. Hakikisha ni wa aina gani ambaye unaenda kumchagua. Bwana tusaidie sana. Sasa hili jambo liko naumiza watu wengi sana.
Ngoja nisome hapa usikie nabii anavyosema. Bwana tusaidie sana. Hii nataka niweke kama vile tahadhari au klarifia jambo fulani, kwa sababu mara nyingi nikisema ama nikinukulia watu nabii, mambo mengi yanasemwa, mtu anaanza sema hivi vina vile, lakini sisi tunasimamia kila ambacho mjumbe amesema tu. Sawa? Tunasema kila ambacho ndugu Branham alisema. Kama hakusema na sie tunakaa kimya, hatutasema, kwa sababu hatuwezi kusema sehemu ambapo ndugu Branham hakusema, kwa sababu yeye ndio kinu ambacho kimeruhusiwa kwa wakati wa leo. Yeye peke yake katika hatua ya uchaguzi wa kusimamia watu katika kizazi fulani, ni yeye peke. Unasikia vizuri? Si ni kweli? Mwenye alijiliwa na neno ni nani? Si nabii? Peke yake ndiye ambaye alipewa ruhusa ya kunena maneno ya Mungu kwa wakati wa leo, kulingana na kizazi, kulingana na wakati ambao mnaoishi. Aliyekuwa porte parole wa Mungu au msemaji wa neno la Mungu kipindi cha Nuhu alikuwa ni nani? Nuhu mwenyewe. Mungu aliweka maneno yake ndani ya Nuhu ili aambie watu. Aliyenena maneno ya Mungu kipindi ya Musa alikuwa ni Musa. Si ni kweli? Kwa hiyo Musa alikuwa ni jibu kamili kwa wana wa Israeli kipindi chake. Sio kweli? Na leo jibu kamili ya kila swali ambayo tunaweza kuwa nayo, tatizo yoyote ambayo tunaweza kuwa nayo kanisani, jibu kamili ni kile ambacho ndugu Branham amesema, kwa sababu yeye ndiye kanale, ndiyo njia, yeye ndiye porte parole, msemaji wa neno la Mungu kwa ajili ya wakati wa leo. Nasikia vizuri? Nafikiri kila mtu ambaye anaamini ujumbe atakubaliana na hilo, kama ni kweli. Lakini sasa maneno yake yakinukuliwa inakuwa ni shida. Watu tena hawataki kumeza. Ngoja niangalia hapo ujumbe wa tarehe 15 mwezi wa 8 56. Sikia nabii anavyosema hapa. Tarehe 18, tarehe 15 samani. Le 15, la foi, imani ya 56. La foi, sijui kwa Kiswahili itakuwepo hiyo. Sawa? Aya 44. Nabii anasema hivi, nabii anasema hivi ya Kifaransa, vous savez, lorsque vous vous mettez à choisir votre pasteur. Nabii anasema mnajua wakati mnapotaka kuchagua mchungaji wenu, ndio kufungua macho. Kaa vizuri, sitaki kulala. Wakati mnapotaka kuchagua mchungaji wenu, tunasikia vizuri? Nabii anasema vous savez, lorsque vous vous mettez à choisir votre pasteur, généralement, les gens, quand ils choisissent leur pasteur, ils veulent choisir un bon mélangeur. Mara nyingi
Kosa nyingi ambayo waumini wanafanya siku ya leo, mara nyingi, ndo Branham anavyosema, mara nyingi tunachagua wachungaji ambao ni wakufanya nini? Wakumelange, wakuchanganya changanya, kidogo ya ulimwengu kuliko kidogo ya neno, kidogo ya ulimwengu kidogo ya neno. Embo melanger, mchanganyaji wa mzuri wa kuchanganya changanya. Mara leo naweza kwenda kucheza mpira, ni sawa kwa sababu iko sport, unafanya hivi na vile. Tunasikia vizuri? Oh, nous voulons quelqu'un de sociable. Tunataka mtu ambaye ni wa kijamii. Yaani yeye, yaani ule ale ntwaba ato kabisa. Yatakio chakula na mwanu ile akesambo na nsoshi na nzee na mwambaka. Mtumishi wa Mungu akwagi vile. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Ni mimi niko nasoma Branham. Tarehe 15 mwezi wa 8 56. Labda watu watafikiria mimi kwa nasema bongo. Tarehe 15 mwezi wa 8 56. Ni paragrafe 44 Shekina. Ya Shekina. Bakusoma waende wasome. Branham anasema. Tunataka watu wa kuchanganya changanya Injili. Ili nionekane kama mimi niko mzuri hapa Syracuse, tuchanganye changanye. Kama kutakuja mwanamke dada ambaye atavaa suruali, mwenye atavaa atajipaka mapoda na nini, ili mradi tuaje kanisani na atoe sadaka, hakuna shida. Dada iko escrow. Tuko na wadada wengine wako ma escrow. Tunasikia vizuri? Sio ba frere tu. Na wadada nao washa kwa ba escrow, banakula hela za watu. Tunasikia vizuri? Oh, nous voulons quelqu'un de sociable qui peut faire ceci et faire cela. Ce n'est pas ce genre d'homme que Dieu exige. Na Biblia anasema Mungu hahitaji mtu wa aina kama hii. Wa kuchanganya changanya. Akiwa na watoto ni rafiki yake, bakubwa ni rafiki yake, mubazee iko mzee, mubavijana iko kijana, mubatoto iko mubitoto. Eti ndio mchungaji wetu tunapendaga sana. Kwa Mungu iko tofauti. Mungu hapendagi hivyo. Mungu hawezi chagua mtu wa hivyo. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Mungu hawezi kuchagua mtu wa hivyo. Sociable. Mungu hakwagi anachagua mchungaji sociable. Kila mtu eti ampende, ni bongo. Tunasikia vizuri? Na ndio maana mimi siamini kama kila mtu atanipenda kwa sababu haiko neno. Yesu mwenyewe na ndo Mungu wetu hawakumpenda. Uje wote walimpenda? Je, hakukuwa na nguvu ya kugeuza watu wote ili wampende? Kwa nini aliacha wengine? Sio kweli? Ni kweli eh? Niko na jambo lenye nitasema leo. Dieu exige un séparateur. Séparé. Sortez du milieu d'eux. Mungu anahitaji mtu mtengeneshaji, mtu wa kutenganisha. Tunasikia vizuri? Yaani hapa kama kuko nyeusi na hapa kuko nyeusi, hapa kuko nyeupe, sawa eh? Anatenganisha, anaweka difference hapa. Hii anaonesha hapa ni nyeusi na hii ni nyeupe. Asiweke nyeupe kuwa nyeusi. Hapana. Na nyeusi haiweke nyeupe. Hapana. Hatutaki bahubiri ba hivi wa kupindisha maandiko ya Mungu. Ndio kufungua macho. Wewe tikisha hapo hizo lala. Fungua macho mbio, takuchapa. Tuko pamoja? Amina. Chagueni mchungaji ambaye iko halali. Na Biblia anasema hivi.
Sortez du milieu de, séparez-vous. Jitengeni na wao. Vous mettez trop de temps à choisir vos pasteurs. Eti mko napoteza muda. Mnachukua muda mwingi wa kuchagua aina ya wachungaji kama hao. Sio kweli. Mchungaji, mchanganishaji wa kuchanganya mambo ya ulimwengu. Kwenye siasa iko, kwenye mambo ya Mungu iko, kwenye mambo ya biashara iko. Tunasikia vizuri? Huyu haiko mchungaji wa kuambia watu neno la Mungu ama wa kusimamia watu kanisani. Nikose Branham. Pamoja? Sawa? Jinyenyekeze. Ya tarehe 14 mwezi wa 7 63. Jinyenyekeze. Ushaiona? 83. Nabii anasema hivi. Kaa vizuri kaka. Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani hivi majuzi ambaye anaendeleza kanisa kule alitoka kwenye madhehebu yaliyokuwepo. Tunasikia vizuri? Huyu ndugu alikuwa kwenye madhehebu. Baada ya kuona mambo hayaendi vizuri kwenye kanisa lake la dhehebu kule, kanisa linaanza vunja neno, akatoka. Tunasikia vizuri? Ni kutoka kanisa lako kama alitoi neno ambalo liko kamili, na hata kama likitoa neno kamili na maisha yambatani na ile neno, toka mwiyo kanisa. Tunasikia vizuri? Toka mwiyo kanisa. Pamoja? Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani hivi majuzi ambaye anaendeleza kanisa kule alitoka kwenye madhehebu yaliyokuwepo. Unasikia Branham? Mimi nakwambia hakuna mwenye atanyakuliwa kwa wakati wa leo kama hakutoka kwenye madhehebu aamini ujumbe huu wa wakati wa Branham. Tunasikia vizuri? Mwingine huyu alikuwa wa madhehebu, ndugu Boze, Maxon Boze alikuwa muamini wa madhehebu, lakini alitoka akaamini ujumbe wa wakati. Tunasikia vizuri? Sasa wewe unabakia kwenye madhehebu yetu, unategemea kwamba utanyakuliwa. Bongo, unajidanganya. Kaa vizuri wewe Glade. Kaa vizuri. Tunasikia vizuri? Wewe mimi utabakia kwa Pentecoste na wenyewe wanabatiza katika jina la Yesu Kristo, wanaamini kama Yesu Kristo ni Mungu. Hapana. Tunasikia vizuri? Wa Moabu nao walikuwa naamini Mungu yule ambaye Israeli walikuwa wanamwamini. Walitoa sadaka zile kama Israeli. Tunasikia vizuri? Je, wa Moabu walikuwa wateule? Waliokuwa wateule ni Waisraeli tu. Tunasikia vizuri? Waliiga. Na wenyewe walikuwa na madhabahu 7 ambao walikuwa naweka. Na vema ni ndugu Boze. Na hayo makanisa ambamo walikuwa na kanisa hilo kubwa pale kwa muda mrefu sana. Naye Bwana alikuwa anawabariki. Unasikia huko Ndipo watu wakafikia mahali ambapo walitaka kujiadibisha kama hao wengine, na walitaka kulitupilia kwenye madhehebu. Nasikia huko watu mule mkanisa kuliko kuendelea kushikilia neno kule kwa madhehebu yao.
wakaanza kuweka vitu vingine na kuanza kuiga mambo ya ulimwengu ambayo yanafanyika kwenye makanisa mengine. Walitaka kujadibisha kama hao wengine, nao walitaka kulitupilia kwenye madhehebu. Nao walipofanya jambo hilo, ili ni nino tu, au Wakristo wanyenyekevu mle ndani hawakutaka jambo hilo. Tunasikia vizuri? Ilikuwa kundi. Dawa makaa vizuri wewe. Wewe. Dogo mweke sawa huyo. Nitakufukuza hapo, utaenda kule. Au Wakristo wanyenyekevu mle ndani hawakutaka jambo hilo. Tunasikia vizuri? Jambo likifanyika mkanisa, nyinyi kanisa mna haki ya kukataa kama mchungaji anafanya jambo ambalo si neno. Tunasikia vizuri? Walio na neno la mwisho mkanisa ni wanani? Ni mchungaji? Ni shemasi? Mnyang'anyi huyo anaweka kelele jua nini? Takuchapa. Tunasikia vizuri? Mchungaji wenu akianguka mkanisa, muna haki ya kumfukuza, ni neno. Hata kama yeye ndo alifanya injili na akatoa pesa za kujenga kanisa. Tunasikia vizuri? Akianguka kama mumtaki, mnamfukuza, anatoka hapa kumibari. Hao walitoka hao. Tunasikia vizuri? Nao hao Wakristo wanyenyekevu mle ndani hawakutaka jambo hilo. Maishani mwao mote walifundishwa zidi yake. Kwa hiyo wakaliacha tu. Wakaliacha ile kanisa lao la dhehebu. Tunasikia vizuri? Hii kanisa babangu ndo alianza hapa hivi na vile. Toka utaenda kuzimu. Kwa hiyo wakaliacha tu. Sasa wanakundi kule kwenye walienda wakawa na kundi. Na Bwana amewabariki sana hata wanaingia. Sasa wanafikia mahali pa kuwa wakubwa tena kwa kanisa ambalo linachukua watu 4,000 ama 5,000, nao wanaanza tena. Haikukuwa Afrika, hapa Marekani. Tunasikia vizuri? Kutoka 4,000 hadi 5,000 ya watu ambao walitoka wadogo hao. Eti Marekani hakukwaki waamini hao, ona. Mazingira ya Marekani hivyo. Wanapata waamini 5,000. Unaona jambo la mchezo hii. Marekani hapa. Tunasikia vizuri? Kutoka mkanisa kama mchungaji haishi tena neno. Haiko kinyume ya neno. Toka utafute sehemu nyingine. Tunasikia vizuri? Haiko kudivize kanisa, haiko division hiyo. Ni kujitenga. Mnajitenga na dhambi. Tokeni kati yao enyi watu wangu, mkatengwe nao. Tunasikia vizuri? Kujitenga na division ni vitu viwili tofauti. Sawa? Sasa wanakundi na Bwana amewabariki sana hata wanaingia. Sasa wanafikia mahali pa kuwa wakubwa tena kwa kanisa ambalo linachukua watu 4,000 ama 5,000. Nao wanaanza tena. So wanaanzilia tena upya hao. Walitoka mkanisa yao kwa sababu mambo ambayo yanaingia mkanisa hayaambatani tena na neno. Nao wakanijia. Tunasikia vizuri? Walimjia nani? Ndugu Branham. Mshauri wa ajabu wakati wa leo. Tunasikia vizuri? Ukiwa na swali yoyote muulize Branham atajibu. Je, kuko swali yenye libakia kwa wakati wa leo? Tunasikia vizuri Hakuna swali yoyote ambayo ilibaki kuhusu mambo ya kiroho kwa wakati wa leo. Hata hii mimi nakwambia, hata siku ya kuja kwa Bwana haiko siri. Tunasikia vizuri? Nao wakanijia wakasema, ndugu Branham, wameketi pale afisini, afisi ya kanisa. Walikuja wote
Wakaja kwa ndugu Branham, tufanyeje? Tulishatoka kule, mambo hayaendi vibaya, hayaendi vizuri. Walitoka kwa madhehebu. Unasikia vizuri? Angalia hii roho yenye ya Branham iko nayo. Wameketi pale pale afisi ya kanisa juzi. Kisha akasema mmoja wao viongozi, ndugu Carson na hao wengine, kasema tufanye nini? Unasikia vizuri? Tufanye nini ndugu Branham? Nikasema mtafuteni mtu awe mchungaji ambaye hana sifa katika madhehebu yote. Unasikia vizuri? Ambaye kweli ni ndugu mzuri. Tafuteni nani? Mtu ambaye anapaswa awe mchungaji, awe mtu mzuri mwenye hana sifa za kimadhehebu. Tunasikia vizuri? Branham baba pastor wale wangesema aje, mkuje kwangu sio kweli? Fred, tuko na kanisa hapa na nyewe hapo mkuu waumini, mje tujiunge pamoja, tuwe tunafanya ibada hapa. Branham alifanya hivyo. Na ndio maana Branham hakuwahi kuchukua muamini wa mtu. Tunasikia vizuri? Na mimi sitachukua muamini wa mtu. Tuko pamoja? Kwa sababu misho yangu sio kuchukua muamini wa mtu. Lakini kweli ndio itatangazwa. Kweli ndio itaweka mtu uhuru. Tunasikia vizuri? Mimi niko hapa kuwasomeeni na kuambieni kweli ya neno la Mungu. Yule ambaye atakuwa na kilindi cha neno ndiye ambaye atakayefuata sauti ya malaika wa saba kwa wakati wa leo. Tunasikia vizuri? Lakini ndugu Branham hakuenda kwenye makanisa kuchukua waamini wa watu. Eti Fred, tuko wadogo hapa na zile nyimbo zote zinaingiza hapo kushirikiana kwa ndugu. Hiyo unakuta kawimbo kanaingia hapo hivyo. Hapana. Tunasikia vizuri? Sisi hatuko tunafanya propaganda ya kuchukua waamini wa watu kwenye makanisa za watu. Tunasikia vizuri? Haiko neno Branham hakuchukua hata muamini wa mtu. Hawa wote ambao walitoka kwenye madhehebu hao walitoka kulingana na maisha mabaya ambayo ilikuwa inafanyika wapi? Kwenye madhehebu. Ndio wakaamini ujumbe. Tunasikia vizuri? Branham alijitahidi kwa nguvu zake zote kumshawishi Neville. Je, iliwezekana? Haikuwezekana. Ilibidi wakati mwenyewe ambao Mungu amepangilia hadi utimie. Ndipo Mungu sasa akamwambia hivi, Neville anaweza akatoka sasa kumethodiste ili aje kwenye ujumbe wa wakati. Na alipoenda sasa kuongea naye, ndipo akakubali Neville na Branham akambatiza. Tunasikia vizuri? Branham alibatiza Neville, alibatiza George Jackson, alibatiza Levi. Sawa? Pamingi. Wakina Banks Wood wote. Nalala. Nikasema mtafuteni mtu awe mchungaji ambaye hana sifa katika madhehebu yote, ambaye kweli ni ndugu mzuri, sawa? Wa kweli, ndugu mzuri wa kweli, mwema na mnyenyekevu, ambaye anaishi maisha mazuri. Unasikia vizuri? Mchungaji ambaye anaishi maisha mazuri. Kama ni mzinzi toka wa msimchague. Tunasikia vizuri? Kama ambao walienda msiko walipata kesi zao leo kule Kinshasa. Tunasikia vizuri? Tafuteni mchungaji mzuri ambaye ana maisha mazuri. Maisha mazuri ni ya pesa? Hapana maisha ya pesa. Hatutaki pesa zako mchungaji, toka pale. Tunataka maisha ya neno. Tunasikia vizuri? Tasikia Branham leo. Mtafuteni mtu awe mchungaji ambaye hana sifa katika madhehebu. Na ndio maana bafere bote ambao wanatoka kwa madhehebu na kuja kuchukua poste mkanisa za ujumbe ni makosa. Tunasikia vizuri? Wengi wameichukua wakufunzwa, ndio maana wanaanguka na wadada makanisa. Tunasikia vizuri? Umoja hivi haiko, afungwe kwanza. Mimi nakwambia wewe basubiri tu. Hivi tena kuko mchungaji mwenye alianguka na dada te wa miaka 16. Dada ka miaka 16. Tunasikia vizuri?
Haiko siri, siko kwenye mitandao tayari. Mchungaji wa Mesaje, baba mzima, anaanguka na kabinti ka teenager ka miaka 16. Seza. Afikisha hata miaka 18. Tuwasikia vizuri? Hii una mapesa kwa kupana pana, hubu mapesa huko. Hayo iko anasema eti kwamba alitangaza mkanisa yeyote, ndugu dada yeyote ambaye atakayekuwa na shida ya pesa au ananiona hakuna shida, au anakuja ananiona ku ofisi na kwa nitakuwa namshughulikia akipata matatizo. Ndio neno ninavyosema. Mchungaji anahusika na mambo ya pesa. Wanaohusika ni wanani? Wazamini. Si wazamini? Na muamini akipata shida anaenda kwa nani? Kwa pastere? Anaenda kwa nani? Si kwa shemasi. Wewe pastor, wewe mchungaji unakuja kutangaza mkanisa eti kwamba yeyote atakayekuwa na shida ya pesa au akipata shida yoyote kwa masomo ya nini Minervale akuje kwa ofisi. Ni neno ya wapi? Uliona Branham alifanya hivyo? Bamfunge kwanza miaka hata 30. Shetani wewe. Anakuja tu kuaibisha ujumbe tu. Tuwasikia vizuri. Mwachana vile za eti ndio kika anapeleka Branham Paulo alisema usimhukumu ndugu yako kampeleke kwa alimwengu kwenye mahakama. Frebra nakwambia ni neno. Tuwasikia vizuri? Pasteur kama iko escrow, pasteur kama ni mzinzi, mumfunge. C'est la parole. Tuwasikia vizuri? Kabinti Kabato tena alikuwa bado akingali vierge. Ndo nilifuata jana wakati nilikuwa kukazi. Ile masaa ya mwisho ile. Mimi kuingia tu YouTube kwa sababu ile page ya ile frère ipaka na ifuata ni frère nani date tali alimuimba pale Israeli Mutombo. Boso na politique. Mimi kuingia hivi ilikuwa bado kingali publié kama masaa ngapi hivi. Nikaangalia, nikaanza fuatilia. Mimi nikafikiria labda ni pastor tu wa madhehebu kwa sababu ndo wako na maisha ya hivyo. Wachungaji wa madhehebu wa Pentecost ndo wanakuwa na maisha hivyo kwa sababu ya kutafuta madao. Unasikia vizuri? Kuja kuangalia ni mchungaji wa Mesaje. Kabinti ka miaka 16. Unasikia vizuri? Ndio kwenye watu wanafikia. Alafu mnalileti kama Kongo mkuu, hiyo amani itakuwepo kabisa. Wangapi wanani ambao ungekaa kwenye magoti na Mungu asikie maombi yao kama sio wana ujumbe? Ambao kwa Mungu wako ni wanani leo? Sio wana ujumbe? Twende hivi leo utaenda omba kabisa Mungu hata vita vishe Kongo, vitaisha? Miaka 16. Nasikia Seza. Mafunga macho alafu tena alianguka naye sio mara moja. Tunasikia vizuri? Zaidi ya mara 4. Tunasikia vizuri? Zaidi ya mara 4. Tunasikia vizuri? Zaidi ya mara 4 anaanguka na aka kabinti ka miaka 16. Tena mwanafunzi. Na ndio maana mimi nakwambia hivi, umaskini ni pepo. Unasikia vizuri? Hata siku moja usiombaki Mungu vile. Mungu nipe Roho Mtakatifu na nibaki maskini. Bongo, maombi ya bongo hiyo. Unasikia vizuri? Kama unasema Mungu akupatie uzima wa milele, utoke mwa dunia. Unasikia vizuri? Wende kiwango cha 6, usikae humu duniani. Kwa sababu ukikaa humu duniani utakuwa na mahitaji, sio kweli? Sasa hayo mahitaji utaipata wapi kama Mungu akubariki? Wewe acha fujo pale. Kama huyu dada hivi. Kama kwa wangekuwa na uwezo wa kumlipia kwa masomo, angeenda omba pastor. Na dada naye anaenda anguka, anaambia hata mama yake, pepo za kuzimu. Tunasikia vizuri? Ona kiswa ile pepo ile ambaye inasirikile tangu zamani ndote iko naenda naambukiza, anaenda mwambie eti ukisema nitakuua. Tunasikia vizuri?
Sio siri bana bisema kule. Pastor iko na mwambia muamini wako, ukisema kama mimi nilianguka na wewe kwamba mimi nilikuharibisha, nitakuua. Sio kweli? Ba pastor wenu wabako wanasema sema vya vitu. Mashetani, kuzimu, pepo za kubana, tafuta mairisi, mapepo ile yote ile haonekani iko na nguvu. Tunasikia vizuri? Tuomba wote wenu mchungaji, ale nchube iweto. Hapana, fukuza ni mzinzi. Bafukuze. Watu watambiliwa aje? Tunasikia vizuri? Amen. Watu wangu wanakufa kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa ya neno. Pastor baba mzima, unaenda anguka na kabinti. Wewe si kama katoto kako. Kabinti ka miaka 16. Wewe ndio unaenda mning'inizia kwa kibambazi hivi. Tunasikia vizuri? Amen. Bamfunge hata miaka 30 hata 50 akufe jela kule. C'est la parole. Haiko Branham. Sikia Branham sasa. Tasoma Branham, usikie Branham anavyosema sasa. Watu wako wanafikiri kama ni miza. Sio uko nalala. Hii nani unaweza ukalala kabisa hii. Sikia Branham hapa. Watu wanafikiri ni miza kabisa. Wanafikiri kwenye ujumbe tunakuja kucheza hapa. Tunasikia vizuri? Neno la wapi inasema wewe mchungaji wewe unanunulia baba dada wa mkanisa nguo za ndani. Neno ya wapi? Wewe uko baba yako? Ni neno. Sikia Branham anavyosema sasa. Tarehe 31 mwezi wa 7. Tarehe 31 mwezi wa 7, 63. Le 31 juillet. 31 juillet inaitwaje? Kuna njia moja tu iliyotolewa na Mungu kwa kitu chochote. La voie pourvue par Dieu pour toutes choses. Ndio ujumbe ilihubiriwa Chicago, Illinois. Aya ya 159 hadi 163. Ya 165. Ça c'est Canef. C'est où on a là? Takuchapa. Hapa nabii alikuwa anaongelea kuhusu potofu wa nidhamu, gisi unavyo maadili inaisha, inaharibika. Tunaenda 164. Tunasikia vizuri? Nabii anasema hivi. Aya 164 tunafupisha kwa kuokoa muda. Tusome nabii. Mimi nakwambia tatizo ambayo iko nafanyika makanisa ni kwa sababu watu hawachukulii msimamo wa neno.
Uone yeye mchungaji mwenye alianguka hivyo na mwenye analeta taharuki na aibu, tena watu wa kanisa wanaenda mtetea kule kuparke. Bote mie ningekuwa bote na bafungisho banakaa mu prison. Sikia Branham. Nabii anasema hivi. Laiti Branham anasema nyasti nani? Laiti ningalikuwa gavana kwa muda mfupi. Tunasikia vizuri? Branham analilia kama ningelikuwa gavana, guverner wa nchi ya hii Marekani mimi. Laiti ningalikuwa gavana kwa muda mfupi au kuwa na taifa hili. Kama wangemweka ndugu Branham kuwa rais wa Marekani au gavana, sikia venye angefanya. Tunasikia vizuri? Laiti ningalikuwa gavana kwa muda mfupi au kuwa na taifa hili, kama ningemkuta mwanamke amevalia namna hii, angeenda kwenye jela ya wanawake kwa kifungo cha maisha. Unasikia vizuri? Amen. Kukuta wanawake kama hao kisi wanavaa mitaani, wanavaa vibaya hao, wanafungwa kifungo cha maisha. Hapana kuwapa miaka miwili, miaka mitatu, kifungo cha maisha. Kwa sababu gani? Wao kuvaa kwao kubaya kunasababisha watu wengi kwenda kuzimu kuliko baa za pombe. Tunasikia vizuri? Amen. Sikia. Kama ningemkuta mwanamke amevalia namna hiyo, angeenda kwenye jela ya wanawake kwa kifungo cha maisha. Kamwe asingeweza. Naam. Kusanyiko linashangilia. Unasikia vizuri? Kusanyiko linafanya nini? Linashangilia. Kwa ni kweli. Kama ningalimshika mwanamke na mwanamume namna hiyo, kusanyiko linashangilia. Kama mwanamke na mwanamume walishikwa wakiishi namna hiyo, tunasikia vizuri? Wanashikwa kubuzinzi. Kama mwanamke na mwanaume walishikwa wakiishi namna hiyo, wote wawili wangekuwa tasa. Ni hayo tu kwa hilo, na kufanywa moja kwa moja hadharani na madaktari. Naam Bwana, sisi tungeweka ... Adhabu ni maskini nini tu yale. Sheria ni nini bila adhabu? Bila ya adhabu. Adhabu ya sheria ya Mungu ni mauti. Unasikia vizuri? Sheria unalala. Yaani nilikuwa nasoma mie peke hapa. Adhabu ni maskini nini tu ya kale. Sheria ni nini bila ya adhabu? Unasikia vizuri? Utaweka sheria nini kama hakuna adhabu? Iko na maana gani? Na adhabu ya dhambi ni nini? Mauti. Hiyo ni kweli. Tunahitaji sheria ambayo ni kali. Jamani. Lakini kile tulicho nacho sasa, lundo la siasa, unaweza kuyumbishwa katika njia yoyote utakayo. Kitu chochote kimepotoka. Tunasikia vizuri? Branham, pasteri, mchungaji, anaenda haribisha kabinti ka miaka 16. Haiku uchawi. Tunasikia vizuri? Alafu baadaye uje maneno ya Mungu ya usiseme ukweli wa nabii. Jua nini? Na baadaye hapana, huyo ni mchungaji wa Mungu, mfanyie kule nje. Mtaenda wote ambao wanatetea ujinga kama huu, wataenda kuzimu kama wakutubu.
Pamoja. Mchungaji akiishi maisha ambayo haistahili Injili, yeye ndo akuanguka na wadada mkanisa, ni wa kushitaki. Tunasikia vizuri? Toka, wende kule. Wende kule mbio. Toka hapo. Tuko pamoja. Hiyo ufundisho yenu na madoktrina yenu ya kipagani ya kizahebu ni ya kuzimu, ya mchungaji kuwa ananunulia wadada mangwili. Toka wapi? Ni neno ya nabii. Sikiaga Branham alifanya hivyo? Ushawahi kusikia kwenye Branham anasema hivyo? Neti mimi nilinunulia wadada Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Branham alisema wapi kama mchungaji? Na ndo mimi nakwambia, kwa sababu ya umaskini unaona watu wanashusha hadhi zao, wanasaliti ujumbe, wanasaliti neno kwa sababu ya umaskini. Tunasikia vizuri? Haiko neno. Na ndo maana kila wakati mimi huaga nalalamika, mchungaji hapaswi kuwa depo ya pesa ya kanisa. Tunasikia vizuri? Kila muamini anakuja, nitaenda kwa mchungaji niende muombe pesa. Ni kinyume ya neno. Tunasikia vizuri? Ni kinyume ya neno, mimi ndo nakwambia ukweli. Branham anasema utaratibu wa kanisa, ndugu dada akipata shida kama anakosa chakula, vazi, aone mashemasi, sio kwenda kwa mchungaji. Tunasikia vizuri? Watu watahukumiwa na wanajua ukweli wa neno. Yeye mchungaji kwa anatangaza mkanisa hivi, yeyote mwenye atapata shida. Ndio nabii alisema. Branham alisema ndugu dada akipata shida aone mashemasi. Si ndio Branham alisema kuhusu vyakula na mavazi tufanyeje ndugu Branham? Ya mswa santo. Utaratibu wa kanisa. Kuhusu mavazi na chakula Branham ndo anasema. Alisema wewe ndio muone mchungaji. Nikasema mtafuteni mtu awe mchungaji ambaye hana sifa katika madhehebu yote, ambaye ni kweli, ni ndugu mzuri wa kweli, mwema na mnyenyekevu, ambaye anaishi maisha mazuri. Nasikia huko hivi kwa naambia hao wenye walitoka kumadhehebu, mkitaka kupata kiongozi ambaye anapaswa kuwasimamieni na kuambieni ukweli wa neno la Mungu, hizi ndio kriteria za kumtafuta mtu ambaye anapaswa awe kiongozi wenu mkanisa. Nasikia Branham huko. Mwema, mzuri, mwenye maisha mazuri ya neno, mcha Mungu. Tunasikia vizuri? Ndugu mzuri mwenye hana sifa za madhehebu. Tunasikia vizuri? Na ndio maana wote mliweka ba madhehebu bote mkosa. Mliboronga. Mlienda weka ba Saudi. Mungu atashughulikia mengine yote. Mnaona? Nikasema mchungaji mzuri ambaye atawalisha kondoo na kuwa mnyoofu na kadhalika, Mungu atashughulikia yale mengine yote. Kama utaadota, si mjuvi fulani mkubwa aje ati anataka kutengeneza hili na eti hili inapaswa kuwa namna hii na kukatakata mambo kila mahali. Nikasema haitafaulu. Ndio kwanza mpitie hayo. Tunasikia vizuri?
Naam, kila kipande kanisani hakina budi kufanya kazi pamoja. Tunasikia vizuri eh? Mkishampata huyo ambaye ana sifa nzuri za neno, kila muamini kanisani anakaa sehemu yake, hakina budi kufanya kazi pamoja, nawe una budi kudumisha sehemu yako. Kwa hiyo tunaona wakati tunaoishi huenda tumekaribia kuliko tunavyodhania tumekaribia. Unasikia nabii? Narudilia tena, kamwe kanisani msiwahi kuweka frere ambaye alikuwa mchungaji kwa madhehebu. Tunasikia vizuri? Kamwe msifanye hivyo. Branham ndo anasema tafuteni mtu ambaye ni mchungaji, awe mchungaji wenu ambaye hana sifa za kimadhehebu. Tunasikia vizuri? Unajua vingapi alikuja anavifanya kule kwa madhehebu ambavyo anaacha anaibisha kanisa kule la kimadhehebu. Kama akiita mjumbe na nyewe mnamchagua, mnaanza muweka hapa na kuwa mchungaji hapa. Haiko neno Branham. Hii ishakuwa 63 mwezi wa 7, mihuri 7 ishafunguliwa hapa. Iko na karibia miaka 5, miezi 5. Tunasikia vizuri? Tunasikia nabii? Branham tena tunakumbushana tena. Usitafute mchungaji ambaye ana sifa za kimadhehebu. Branham. Haiko neno. Ndio frere unakuwa frere itikadi hivi na vile. Hapana, ni neno. Tunasikia vizuri? Mimi kwa useme tu connection ipo hapa, ningekuwekea usikie kisi walikuwa na ule mama wa watu. Maskini wa watu, mama wa watu anaenda lia kule frere. Ule frere anakuaga na yake television, kundo anakuaga na tangazo ya message na habari za Kongo kule. Mama yetu iko huruma. Kwenda mwanasheria mwenye alienda mchukua tena anamgeuka. Balienda muonga ule mwanasheria. Tunasikia vizuri? Pastor anaenda onga tena mwanasheria wa ule mama. Kuja kumhoji binti, ni kweli mchungaji alinibaka na akaniharibisha. Mara ngapi? Eti ni zaidi ya mara 4. Kweli pastor wa message kabu unaweza na punguzo ya moto iko hapa. Mchungaji wa message tena kabinti ka miaka 10 kadogo, miaka 10. Mimi nakwambia hapa ni wachawi hapa, batu ya kuzimu hapa anatafuta nguvu. Mimi najua. Tunasikia vizuri? Mimi nakwambia wanajua, kwa sababu binti kama akingali bikira anakuaga na verti zote za maumbile ambayo Mungu alimpa. Branham anaita utaji. Tunasikia vizuri? Ndio ile yenye Sulemani alisema mwanamke mzuri ni taji ya nani? Ya mmewe. Unafikiri ile taji ni nini? Zile verti 3 ambazo alipewa. Tunasikia vizuri? Ndio zinamfanya awe mwanamke mzuri, na baada ya Roho Mtakatifu ni mwanamke ambaye iko na hizi sifa 3. Tunasikia vizuri? Ndio maana ulisikia Sulemani alisema vile. Mwanamke mzuri ni taji la kifahari la mumewe. Tunasikia vizuri? Na Branham anasema kwa mwanamke ambaye iko mzuri ni mwenye iko na verti ngapi? Iko na samana ngapi? Toka hapo na wewe. Toka hapo. Mwenye iko na verti 3. Na hizi verti 3 Mungu hii taji ya ubikira. Tunasikia vizuri? Mimi nakwambia watu bagizi, bachawi, ba Freemason, bafumu, hawa wote wa mazingaombwe ndio kisi banafanyaka kwa mabinti ambao hawajajitafua. Banatafutaki ile taji ile ya ubikira ule mtoto. Tunasikia vizuri?
Ni madawa ya kuzimu. Wewe ndio ujiulize je, kule hamna wanawake wengine ambao angeanguka nao hadi aenda anguke na katoto ka miaka 16? Alafu baadaye una friend usiseme hizo, tutasema. Je vois que tu es prophète, sikia Branham anayosema ile ambayo tulisomaga siku ile. Ziko nyingi tu, zinakuwa mingi. Watafuta tuisome hapa paragrafu ndono umu ya voice ni paragrafu ya kwanza kwa ya kwanza, lakini nataka nisome umu. Enda ukae kule, enda ukae kule. Kabisa un prédicateur donc premièrement l'assemblée dans les zones pour la voix. Seigneur, absolument, savez-vous ce que je voulais? Votre père.
Nabii anasema hivi, I found nitafuta haraka haraka hapo. Tarehe 14 mwezi wa 6 53. Tasoma hata ya Kiingereza hivyo hivyo, ya Kifaransa paragrafu yake inachanganya. Le 14/6 Nabii anasema hivi, je vois que tu es prophète, ya Kiingereza, tarehe 14 mwezi wa 6 53. Nabii anasema hivi, ni d ndo anaweka, ndo maana sikuipata mkifaransa. Paragrafu yake wanaweka hivi, chando wanaanza hivi, I found. Nabii anasema hivi, I found 3 things that hate ministers. Nasikia vizuri? Branham anasema kwamba niligundua mambo matatu ambayo yanaangusha wahudumu. I found 3 things that hurt ministers. First is money. First is money. Sawa? Nimegundua mambo matatu ambayo yanaangusha wahudumu. Katika mambo hayo matatu, ya kwanza ni pesa. Tunasikia vizuri? Pesa. Then popularity. Baadaye kunakuja umaarufu au sifa. Sawa? Kwa sababu kuko tofauti kati ya sifa na umaarufu. Sawa? Umaarufu. Yaani hapa kuko tofauti. Hii sifa ni popularity. Sawa? Popularity. Na hii umaarufu renome. Sawa? Mtu anaweza akawa iko renome lakini haiko populaire. Kama vile Yesu alikuwa renome, hakukuwa populaire. Tunasikia vizuri? Yesu alikuwa maarufu. Alijulikana kwenye mikoa mbalimbali. Lakini hakukuwa na jisifu. Tunasikia vizuri? Ndio tofauti kwa hapa, la renome et la popularité ni mambo mawili tofauti. Mkristo anaweza kuwa renome lakini hapaswi kuwa populaire. Tunasikia vizuri? Mkristo hapaswi kuwa mtu wa masifa sifa, lakini ni mtu ambaye iko maarufu, anajulikana kwa maisha anayoishi. Tunasikia vizuri? Sasa hii ambayo nabii anasema hii popularité ndio hii sifa. Yaani kupandisha mabega, wewe ndio kila kitu, wengine wote hakuna.
Tunasikia vizuri? Popularity, then popularity. When he begins to think he is something, then that's when he is on his road out. Nasikia nabii anavyosema, wakati huyo mhudumu anapoanza kufikiria kwamba yeye ni kitu fulani, hapo ndipo yeye anaelekea kuanguka, ndo anaelekea kwenye maporomoko, ndo anaelekea kwenye barabara ya kumwangusha. Nasikia vizuri? Then that's when he is on his road out. Then women, na ya mwisho ni wanawake. That's right. Nasema hiyo ni kweli. Money, women and popularity. Pesa, wanawake na sifa. And I tell you, that's what wrecks many. That's what wrecks a many of good preacher and put him up on the shelf. Unasikia vizuri? Nabii anasema nami nataka kuwaambieni kwamba na hicho au mambo hayo ndiyo ambayo yanakwenda kuangusha wahudumu au wahubiri wazuri sana. Tunasikia vizuri? Hadi wanafikia hatua ya kuwa kwenye hali mbaya ya kuanguka. Tunasikia vizuri? Mambo hayo matatu. Shun the appearance of those things. Nabii anasema jiepushe, jikinge, kaa mbali na mambo hayo, usiyakaribie. And by God's grace to this day, if I was laying across to pulpit now, saying my last words, by God's grace is helping me to do that. And if I stand at the judgment, I want to have a good, clear conscience when I answer for my stewardship, that I've done the best that I know how before God. Nasikia nabii? Nabii anasema kwa neema ya Mungu kwa ajili ya wakati huu na jinsi ambavyo ningeweza kulala kwenye msalaba ambao ni hapa kwenye hii mibara. If I was laying across the pulpit now saying my last word, na kama hata mimi ningekufa moja kwa moja kwamba ndo maneno yangu ya mwisho ambayo nataka kuambieni hapa kwenye mibari, kwa neema yake ya Mungu na kwa kupitia kwa neema yake ya Mungu, Mungu amenisaidia kufanya hivyo. Tunasikia vizuri? Kufanya aje? Kuambieni ukweli wa mambo haya matatu, na haya matatu Mungu ameniepushia nayo, kama navyoongelea nyinyi hapa kwenye mibara. Na kama ningesimama siku ya hukumu, if I stand at the judgment, I want to have a good clear conscience when I answer for my stewardship. Nabii anasema na kama ningesimama siku ile ya hukumu, nami ningependa niwe na dhamiri safi ambayo iko nzuri wakati nitakapojibu kwa ajili ya zawadi na kile ambacho niliweza kukifanya kizuri zaidi ninachojua kuhusiana na hii hali mbele za Mungu. Tunasikia vizuri? Mambo haya matatu ambayo yanaangusha wahudumu leo: pesa, sifa na wanawake. Tunasikia vizuri? Leo wanawake ndio wanaanza angusha wahudumu leo. Tunasikia vizuri? Utakuwa uko na pesa lakini mwanamke anakuangusha. Sio kweli? Hawako nenda wanaoa ovyo ovyo hapa. Na wiko na bako na pesa. Banamuke wanaweka miguu juu. Atahubiri tena hapa? Huyu pastor mwenye alianguka na huyu dada wa miaka 10 atahubiri tena huyu? Atahubiri tena? Mara 4 karibia mara 5 ndo alisema iko naanguka na yule binti.
mara 5, pasteri mzima. Yani hakuna hata utu. Ndio nabii anasema akili kwanza ya bomoto, utu, conscience, zamiri haiko nacheza hata ndani ya mtu. Sema hii waka katoto waka si kama tu kabinti kangu kamwisho waka. Tunasikia vizuri? Na ndio maana Mungu awe natubariki atupatie pesa. Tunasikia vizuri? Haiko zambi. Tunasikia vizuri? Kwa sababu kutokukosa pesa mkanisa baamini wanakosa pesa, ndio maana wanafaa mirongo kwa mchungaji. Sasa kwa kufanya mirongo kwa mchungaji mnageuka mnakuwa wake zao. Sikia. Alikuwa anasema kwamba sheria yake yeye hata kama mme na mke mkienda kumuona kama ni swala ambayo inahusu nyewe wawili mme na mke, yaani hata wapokea nyewe wote wawili, anapokea mmoja. Ni neno hili. Branham hakuwa anapokea mme na mke kwa biro yake. Yeye anakatala, hawezi pokea couple na mme na mke kwa wakati mmoja kama wana shida ambayo inawahusu wao wawili kuja kuongea na mchungaji. Hadi anaongea na umoja. Ni neno ya wapi? Haiko pepo wa uzinzi. Tunasikia vizuri? Haiko neno. Sawa? Tafuteni pesa, msikalie mirongo kwenda kwa mchungaji. Haiko neno. Tunasikia vizuri? Na ndio maana wachungaji bako na manipule watu mkanisa. Na ndio maana uwezi ukamuonya mchungaji kama alikosea. Utamuonya yeye na yeye ndiko nakulisha. Analisha wewe, analisha mke wako, analisha watoto. Utafanya nini? Uko na cha kusema? Au utamuita ni shetani? Haiko malaika wapo huyo? Au utamuita Mungu? Tunasikia vizuri? Fanyeni kazi, tafuteni pesa, msikalie mirongo ya wachungaji. Ndio maana wako na baangusha. Vile ile familia ya yule dada kabisa, kama wangelikuwa na uwezo, wangeenda kumuomba pesa za kwenda kulipa kwa masomo. Au yeye frere, nitabaki yangu maskini tu, bora niwe na Roho Mtakatifu. Ni maombi ya bongo ya kipagani. Yesu aliahidi kubariki watoto wake hapa duniani na uzima wa milele pia. Tunasikia vizuri? Ndio kila siku unaenda kwa mchungaji, mchungaji hatuna cha kukula hivi. Anaingia mnyumba tu 50,000 hiyo. Anaenda. Tena baada ya wiki 2 anakuja, mchungaji watoto wanakosa kiatu hivi na vile. Bora anaenda. Ni kinyume ya neno. Tunasikia vizuri? Ni kinyume ya neno. Branham hajasema vile. Nawaambieni ukweli. Branham hajaruhusu hivyo. Je, mchungaji ndo anakuwa pale kununulia wadada anawanunulia manguo, maviato, ni bongo, ni pepo za buzi, bote ni bazinzi. Bafukuze mkanisa. Abafai. Unasikia vizuri? Hivi mchungaji anaanza kataiti kama venye walisema kule ni vya bongo. Unasikia vizuri Kuko mwenye anakuaga nakubali. Banakuaga nakubali. Umoja akufungwa miaka 15 kule. Alikubali. Aske kabisa sheria ya Kongo ama sheria ya nchi inaweza kaonea mtu tu Kenya ukufanya. Vitu ambavyo viko vinaonekana kabisa kama wewe wakuvifanya vile sheria kweli na watu wenye wako na akili timamu. Mtoto wa Mungu, kama wewe kufanya kitu kabisa Mungu anaweza kuruhusu uende mprizo kufanya nini? Tunasikia vizuri? Mbona Yusufu alifanya? Atoka pale, hiyo ni ya Yusufu hiyo. Hii ni wakati wa Yusufu. Tuko wakati wa Yusufu. Hii yote miaka kabisa Mungu akose kuleta solution kama wewe ulikuwa unasimamia neno.
Unasikia vizuri eh? Binti wa miaka 16 kwa sababu ya upesa au udogo udogo hivi, pastere mzima, aibu hakuna. Shetani wewe. Bwana barikia machache tumaliza hivyo. Kile kudanganyana hapa tuna baadaye Frebra. Uliona Frebra alianguka na mwanamke. Huko sehemu huko yenye huko nayo Branham alianguka na mwanamke. Huko nayo sitasho gani ya Branham yenye alianguka na mwanamke? Tuonyeshe nayo. Au baadaye na Branham naye alikuwa mwanadamu, alikuwa anakosa. Ulisikia Branham alianguka na mwanamke? Wapi? Maisha yake yote depuis mtoto iko na miaka 7. Mungu akaanza mwambia usijichafue, usivute sigara, wala usijichafue na wanawake. Ukiwa mtu mzima nitakutumikisha. Hadi gisa alienda mbudongo. Hakuanguka na mwanamke hata huyu. Wapi kwenye alianguka? Tunasikia vizuri. Bebe yenu mtoa hivi vyenu vya zamani vya bongo bongo. Toa. Mchungaji anaanza shughulikia baamini mkanisa. Haiko neno mtoa vyenu vile vyote vya madhehebu vile. Wenye wanasimamia kusaidia kanisa kama ndugu dada amepata shida ni mashemasi. Sio pastere. Tunasikia vizuri. Sio pastere, mimi ndo nakwambia ukweli. Na ndio maana ibana ikalia kuintimidate sana. Yeye ndo anakuwa ananunulia mabinti, anawanunulia masoksi sijui ya kumasomo, makaya ya kumasomo. Toa vyote vile ni kinyume ya neno. Tunasikia vizuri. Kwanza hata yeye mabinti kukaa kwa wachunga haiko neno. Naambie wakati wa Branham, mabinti wangapi walikaa kwa Branham? Nani? Sawa, labda utasema Meda alikaa kula hakukua kama vile kisi ile mnakuwa mnafanya. Alikuwa uzigero wa Branham Meda. Tunasikia vizuri. Na alienda kule kwa niaba ya kanisa. Hiyo wao wanamsaidia kwa kumpigia chakula kule kwa sababu alibaki iko na mbili mtoto mchanga wa miezi. Ndo Meda akawa kule kama vile au zigero. Tunasikia vizuri, msaidizi wa mnyumba. Hakukuwa pale kama yeye ya kufuata wewe ukae kwa mchungaji awafundishe, wao wanafundisha kupiga, mjue namna ya kusonga ugali, kwa sababu mtakapokuwa wakubwa msiende hangaika kuolewa na bafrere. Ya wapi? Message ya wapi? Tunasikia vizuri. Unafikiri kisitashi na kosaga? So atakwambia Branham naye alikuwa na Meda pale. Meda naye alikuwa pale, alikuwa nakaa kwa Branham. Branham alikaa na Meda, kusanyiko ndo iliruhusu. Tunasikia vizuri. Batu bote wakajua. Jiulize kwanza kapasiti ya Fred Branham angeanguka na Meda. Sikia hakusema maisha yake na Meda. Hatukusomaga siku moja hapa tukakusomea. Branham alisema nini? Bila Mungu asingemwoa nani? Tunasikia vizuri? Je, roho yake ilikuwa kwa Meda? Ilikuwa inabakia kwa Ope, na ndio maana alikuwa hapendi kuoa mwingine. Gisa alikuwa anampenda Ope sana. Tunasikia vizuri? Hakukuwa na wazo wa kumuoa Meda hata siku moja, ndugu Branham. Branham alisema bila Mungu na alisemelea mule mkanisa. Bila Mungu akamwambia wewe Meda, bila Mungu nisinge kuoa wewe. Mungu ndo aliniambia ni kuoa. Kwa sababu ninampenda sana Ope. Hadi gisa waliishi mnyumba. Meda iko namuuliza kati yangu na Ope unapenda nani? Tukusoma hapa. Yeye sasa wewe ndio unachukua mtoto wako, binti wako, naenda uweka kwa mchungaji, anakaa huko miaka yote. Kushindwa na majukumu ya uzazi au juu itoka. Ndio mara bananguka kule. Ndio binti iko naenda tu kwa mchungaji, anaenda fani. Muneno gani? Eti anaenda shirikisha nini? Na ndio maana yote mabiro toa haiko neno. Tunasikia vizuri? Branham hakukuwa na biro kunyumba kwake. Bali vyote bafrere bakija na wadada bakija kumuona, balikuwa naongelea musalo. Hata yule mwenye alikuja eti ababarikie ndo ile ya kuchagua bibi harusi.
balikuwa musalo. Branham hakukuwa na biro kwake, biro ilikuwa kukanisa. Tunasikia vizuri? Ndio kulikuwa chumba yake ya kumedita. Bakiita wanaongelea kusalo hapo. Na krema biro ya kijinga kijinga. Naona hiyo biro yenu tena anaenda anguka pastor. Sasa miaka 16. Hakuna hata aibu. Boga bamfunga hata miaka 40. Shetani ule. Tusimame.